Rais wa Marekani Donald Trump amesema alimwelezea Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuwa hana busara kufuatia uamuzi wa Israel kufanya shambulio la anga katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, wakati juhudi za Marekani kufanikisha makubaliano muhimu ya kisiasa na Iran zikiwa katika hatua nyeti za mwisho. Trump alisema alikasirishwa sana na hatua hiyo ya kijeshi, akiamini kuwa ilifanyika katika wakati mbaya ambao ungeweza kuvuruga mazungumzo yaliyokuwa karibu kuleta mafanikio ya kidiplomasia kati ya Washington na Tehran. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya Marekani, Trump alisema alimwambia Netanyahu moja kwa moja kuwa hakukuwa na sababu ya kufanya mashambulizi hayo wakati ambapo Marekani ilikuwa karibu kukamilisha makubaliano ya awali na Iran. Trump alieleza kuwa alishtushwa na uamuzi wa Israel kushambulia Beirut katika siku ambayo juhudi za mazungumzo zilikuwa zimefikia hatua muhimu, akihofia kuwa hatua hiyo ingeweza kuongeza hasira za Iran na washirika wake na hata hivyo kutayarisha mchakato mzima wa makubaliano. Trump alitumia lugha kali kueleza namna alivyohisi baada ya kupata taarifa za shambulio hilo. Kwa maelezo yake, aliona kwa Netanyahu hana busara katika namna alivyofanya maamuzi ya kijeshi katika kipindi nyeti cha mazungumzo ya kisiasa. Kauli hiyo imewashangaza wengi kwa sababu kwa muda mrefu ameonekana kuwa mmoja wa viongozi wa Marekani waliokuwa karibu zaidi kisiasa na serikali ya Israel, hasa wakati wa uongozi wake wa kwanza ambapo alichukua maamuzi mengi yaliyoonekana kuiunga mkono wa Israel. Shambulio hilo la Israel lililenga maeneo ya kusini mwa Beirut ambalo kwa muda mrefu limekuwa likihusishwa na uwepo wa kundi la Hezbollah. Serikali ya Israel imekuwa ikisema mara kwa mara kuwa maeneo hayo hutumiwa kuhifadhi silaha, kupanga operesheni za kijeshi na kuratibu mashambulizi dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama wa Israel, operesheni hiyo ilifanyika kama sehemu ya kujilinda dhidi ya vitisho vinavyotokana na Hezbollah, kundi ambalo Israel ulichukulia kama moja ya maadui wakubwa zaidi wa usalama wake wa taifa. Hata hivyo, muda wa shambulio hilo umeibua maswali makubwa kisiasa na kidiplomasia. Marekani kwa miezi kadhaa imekuwa ikifanya mazungumzo ya siri na Iran kwa ushirikiano wa wapatanishi wa kikanda, hususan Qatar, ili kufikia makubaliano ya awali yanayoweza kupunguza mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yanaripotiwa kugusa mambo mengi muhimu, ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran, usalama wa njia za biashara ya mafuta katika mlango Hormuz, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran, pamoja na hatua za kupunguza uwezekano wa mzozo mkubwa wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Trump alisema licha ya hasira zake juu ya shambulio la Beirut, bado anaamini kuwa hata makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran inaweza kutiwa saini baadaye leo. Kauli hiyo inaonekana kuwa Washington bado ina matumaini kwa diplomasia inaweza kushinda licha ya changamoto za usalama zinazoendelea katika eneo hilo. Wakati Trump anaonekana kutaka kuweka nguvu zaidi katika mazungumzo ya kisiasa na Iran ili kupunguza hatari ya vita vikubwa vya kikanda, Netanyahu anaonekana kuamini kuwa nguvu za kijeshi bado ni njia muhimu za kuzuia ushawishi wa Iran na makundi ya washirika wake kama Hezbollah. Tofauti ya mtazamo inaweza kuathiri namna washirika hawa wawili wa karibu watakavyoshirikiana katika siku zijazo kuhusu masuala ya usalama wa Mashariki ya Kati. Naitwa Onesmo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.